kabisa. Hamna kumsamehe, kazoea huyo. Nitakunyonga wewe. Nakuja kusoma utasoma wewe. Wewe utasoma wewe. Unataka nini? Nimekaa hapo nje ya dirisha nasikia mtu vishindo tu mshindo. Kama mtu kakabwa na jini si jini, roboti si roboti. Kuna nini? Hivi mwanaume, utaacha lini tabia yako ya umbea? Heni. Kwani mtu kuuliza hivyo ndio umbea? Mtu si unauliza hivyo nataka kujua umbea umetoka wapi sasa? Hebu nenda getini huko. Umbea tu. Alafu wewe ipo siku yako wewe. Utakuja kukata hiki kifua chako hiki. Nyang'ao. Kuna nini? Mboga imedokolewa. Mboga imedokolewa. Nani amedokoa mboga? Mimi hata simjui. Huyu atakuwa Jamila. Lazima atakuwa Jamila. Yaani mama kama tabiri vile. Utabiri wangu kwa wapi? Jamila alivyokupa yupo na tabia ya udokozi kwetu alikopa yupo na. Hebu twende. Leo ndo atakaponitambua kama mimi nani. Kwa sababu siku zote namchezea tu. Sasa leo wewe kwani umedokoa mboga? Kwani umedokoa mboga? Kwani umedokoa mboga? Nani aliyedokoa? Kwani umedokoa mboga? Kwani unanilazimisha mimi kufanya vitu ambavyo si? Yaani mama wewe mpige leo. Kwani unaipa mboga? Yaani wewe ana tabia mbaya, dokoa nyama huyu. Kwani dokoa? Piga huyo mama. Yaani huyo leo usimsamehe. Kwani dokoa? Huyu kazoea huyu. Wewe usikii wewe. Kwa nini usikii? Hebu. Unakaa kwenye kichwa kwanza wa wewe. Kwani adokoa mboga? Mchome moto. Aliyedokoa nani kama sio wewe? Hiyo tabia huko ndani haikuwepo. Ndio kabisa. Mchome moto mkono yako. Hiyo tabia haikuwepo. Wewe ndio umeanzisha tabia ya kudokoa mboga. Usiniangalie usoni mimi nasikia kichefuchefu. Nasikia kichefuchefu. Angalia huko. Simama. Piga magoti. Piga magoti. Kwani wewe unafanya nini gaidi? Kwani unafanya gaidi? Sasa nakwambiaje? Baba yako akirudi nitamwambia humu ndani sikutaki kwa sababu ya tabia zako za nini za udokozi. Na leo shoga huli. Kwa sababu tayari chakula umeshakula wewe. Liangalia basi linalia afu ukilacho liko kimya hili lilivyo sugu basi. Usugu wa mtano ananiletea hapa nyumbani kwangu mimi. Hebu ondoka sasa kwa haribu pesa. Ondoka. Bafu wewe. Na bado.
Ile mnaenda kugawana kila mtu shilingi 5,500. Sijui nimpe yule. Nipe mimi ndo mkubwa. Wewe Zurumati, tatizo la mzulumu mwenzio. Kila siku anakuja hapa analia. Hata ukimwambia chukua hela yako hataki. Mimi nakula yote. Sasa nakwambiaje, ukienda kumzulumu hii utaniambia. Akikuzulumu njoo niambie. Asante. Nagawana nusu. Sawa. Haya, masomo mema nikija sura yangu niione pangae kweli kweli. Unakiona hicho kitanda? Unapoongea na mimi usinifanyie. Una mdomo wewe. Unakiona hicho kitanda? Ndiyo. Sasa hicho kitanda nataka ukitandike vizuri sana mpaka mimi nirizike. Na ukimaliza hapa, nenda kwenye chumba cha kina Zubeda. Katandike, kafegie na nitakuja kukagua. Ole sasa. Nikuta hujafanya vizuri. Sawa? Sawa mama. Shika adabu yako tena uinganganie. Mama yako mimi? Sema sawa bosi. Ndiyo bosi. Na ukishamaliza kule, utanikuta hapo chini. Uje unifanyie massage miguu yangu. Tumeelewana? Sawa bosi. Na shule je? Nini? Nitachelewa shule. Tunabishana eh? Hapana. Sasa kama tunabishana naomba fanya kama nilivyokueleza. Kaza mikono. Alafu kwa nini umeniwekea maji yasiyokuwa ya vuguvugu sana? Samahani. Kwa hiyo umefanya kusudi ili niombe samahani? Hapana. Rudia tena uone. Hello darling. Habari za asubuhi. Salama za kwako. Vipi Jamila anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Kwa nini umeniuliza kuhusu yeye? Nimeota tu ametoroka nyumbani. Yupo ameenda shule. Aha. Okay basi vema. Nitakupigia wakati mwingine maana natoka naenda kwenye mambo yangu sasa hivi. Haya, asante baby. Okay. Wewe unaangalia nini? Unaangalia nini? Alafu leo mwisho kuniletea maji yasiyokuwa ya vuguvugu sana. Umesikia?
kwenda wapi? Shule. Toka lini chokoraa kaenda shule? Subiri zijengwe shule za machokoraa, utaenda shuleni. Hebu chukua dishi nipeleke huko. Upesi. Shule. Kwenda kuchora vipanya tu. Mganga, nimekuja kwako, mimi nina shida. Na shida yangu hasa ile nimetaka mume wangu. Mimi nataka lengo langu mume wangu awe chini ya himaya yangu. Yaani mmiliki, asifurukute. Chochote ninachomwambia mimi basi ndio cha kufanya. Nisichoongea mimi yeye akifanya. Sijui inawezekana. Mimi ndo mganga kisegesege. Hakuna mnaoshindikana hapa. Wakagone oshe wakina maiza watu wakisema kai oshe. Wakina makata wakina mai mbona oshe na wakagone. Hakuna linaloshindikana. Nafurahi kusikia hivi. Lingine mume wangu huyu kaniletea mtoto mle ndani. Anampenda mwisho, alikomuokota mimi sijui. Sasa ninachotaka mimi yule mtoto awe mjakazi wangu. Anifanyie kazi mimi nimtumikishe jinsi ninavyotaka mimi. Na mume wangu asitie neno hata hivi moja. Na sana sana anisifie kabisa. Tena aseme mke wangu namlea vizuri mtoto, unampa malezi mazuri. Hilo nalo vipi mganga? Mume anaitwa nani? Na mtoto anaitwa nani? Mume wangu anaitwa Jabir Yusuf na mtoto anaitwa Jamila. Huyo Jamila ni mtoto wa mume wa Mr. Jabir. Mtoto wa mume wangu mimi? Mr. Jabir. Kivipi? Oshe wakagone wani mabiku biku oshe wakagone iwe oshe wakagone iwe. Noti jeno jenta pa fruto ndo nyumbi bombi. Katika kusampana kuna biriki ziti na mbele. Hapo mwanzo awali Mr. Jabir alikuwa hapa na mke. Mr. Jabir alikuwa na mke. Ndio nanielewa kwa sababu alishawahi kuniambia. Achakueleza. Sasa labda wewe nielezee kirefu zaidi kama unajua. Mke wa Mr. Jabir alikuwa hasai, hashiki ujauzito. Wakakaa wakajadiliana Mr. Jabir na mke wake. Mke wa Mr. Jabir akaona hii ndoa yake isiharibike ili waendelee kupendana na kupetipeti. Akamwambia mumewe atembee na kijakazi wao ndani. Mr. Jabir alikaa. Ili swala liliona ni gumu sana kwa upande wake. Aliona gumu sana. Lakini mwisho siku aliweza kutekeleza. Alafu ikawaje? Baada hapo Mr. Jabir akasafiri. Wakati wa kurudi nyumbani amkuti kijakazi pale ndani. Mr. Jabir akauliza, yuko wapi kijakazi wetu? Mwanamke kajibu nyodo kwa wivu wa siku moja tu alotenda Mr. Jabir nyuma. Mr. Jabir kwa uamuzi wake na akamfukuza mke wake. Ila mwanamke aliongea maneno machache sana kwa Mr. Jabir. Alimwambia, utahangaika mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Uwezi pata mtoto kama mimi nilivyokuwa na mtoto. Lakini sasa wewe unaniambia kwamba mke wake alimwambia maneno kama hayo, utatembea huku na huku na huku utapata mtoto. Sasa huyu Jamila alimtoa wapi? Ile siku hii moja tu Mr. Jabir alotembea na kijakazi ndio siku alipata ujauzito na ndio chanzo cha mtoto wake. Sio, umeelewa?
Mimi nimekuelewa. Sasa mume wangu ajui kama yule mtoto wake anampenda sana. Sasa atakapojua kwamba ni damu yake itakuwaje? Mimi nataka pia asijue kwamba yule mtoto ni wa kwake. Utanisaidiaje Ronaldo? Imagine ya you, imagine. Imagine ya you, ya. Imagine ya you, ya. Imagine ya you, ya. Imagine ya you, ya. Imagine. Swala dogo sana kwangu kisege. Not just flip out, swala dogo sana. Nitakupa dawa. Unamwamchi Jamila, unamchukua Jamila akachimbe shimo kwenye pembe ya nyumba yako. Baada ya hapo, unaomba Jamila aondoke. Unaifukia ile dawa na kunuiza mambo yako yote unayotaka wewe. Mr. Jamila anakuwa chini ya nyayo zako. Yule Jamila utamfanya kama mdoli unavyotaka. Ndoza, asante. Haya, tiba hii yote unayonifanyia mimi, malipo yake kiasi gani sasa? Hii tiba malipo yake ni laki moja tu. Hili zinakupa. Chukua, usiogope. Unaogopa dawa kitu utakufanikiwa. Hiyo ndio ninakwambia utaichimbia. Wa kwanza wako kuchimba shimo ni Jamila. Nitakupa nyingine ya kuoga. Ya majini ya yu. Hii dawa unaoga. Hata kama Jamila kujua. Umeelewa? Karibu tena. Oshana kagonewe, kinaisha oshana kagonewe, kinaisha oshana kagonewe, kinaisha oshana kagonewe, kinasimka oshana kagonewe. Weka kwenye mzimu. Weka kwenye mzimu, usiogope. Weka kwenye mzimu. Uto mzimu unaofanya wewe unaenda kufanikiwa. Sasa mimi naomba niruhusu. Karibu tena. Wewe. Jina lako nani kwanza? Alafu kila swali ninalokuuliza unanijibu, umesikia? Wewe unaitwa nani? Jamila. Jamila Chokora. Sasa unapoona hapa? Nataka uchimbe shimo liwe duara zuri, refu. Umenielewa? Afu pana kidogo. Hapo. Uchimbe vizuri. Endelea kuchimba mpaka lifike chini kabisa huko. Alafu kisha maliza kuchimba utakuja kuita, mimi naenda kwanza ndani. Umesikia?
Hello my husband, habari yako? Nzuri, vipi hali yako? Mimi si jambo, namshukuru Mungu, ila nimekumisi. Ya, hata mimi nimekumisi pia. Vipi na watoto hawajambo? Watoto wazima kachi machapua, wamekwenda tuition. Aha, basi sawa, wakirudi tuition naomba kuongea nao. Usijali mpenzi wangu, nitakupigia utaongea nao. Asante sana, shukrani. Haya, asante, bye. Mama. Si ulisema Jumamosi utatupeleka mbuga la wanyama? Amsahau tu. Nitapeleka, mtaenda kuona simba, chatu, swala, tembo. Mama, jamaa anaenda. Jamaa anaenda. Aende wapi? Atabaki hapa, atakuwa anafanya usafi na kutupikia chakula. Afadhali, maana siwezi kuongoza na mtu chakula. Wewe una vituko wewe. Mama. Nishamaliza. Sasa kama mwanza mimi nifanyeje? Chakula changu kwa Jamila, leo una chakula, leo unashinda na njaa, chakula kimeisha. Hebu toka hapa, mna chakula hapa. Toka. Nakutafikiri gari la kunyonya mavi. hivi. Nimekosea nini huyu mama mpaka ananifanyia hivi? Au anataka niondoke ili nikose yeye mtakayenisaidia baadaye? Sasa siondoki. Nipo tayari kufia hapa kuliko kurudi mtaani. Jamila. Abe. Mabosi wako tumeshakula kule, nenda ukatoe vyombo. Sawa. Alafu Jamila, sikia. Ukitaka kubaki katika nyumba hii, ni lazima ukubali kuwa mtumishi. Vinginevyo, ukiona inakushinda, ni bora ufungashe urudi huko mtaani ulikotoka. Ni bora kuwa mtumishi wa humu ndani kuliko kurudi mtaani. Ni bora kuwa mtumishi wa humu ndani. Safi sana. Hongera. Hongera. Mungu anipe nini mie.
Hii pete ni nzuri, lakini ina kutu. Ngoja nisugue, inaweza kung'aa. Kwa nini unasugue pete? Nilitaka ing'ae. Kitendo cha kusugue pete sana kuniita. Haya, eleza shida yako. Naweza kukuuliza swali? Ndio, uliza swali lolote na utapata jibu lake. Wewe ni nani? Mimi ndio mmiliki halali wa hiyo pete. Kama pete yako basi chukua. Hapana, hii ni zawadi yako. Nimekupa ili iweze kusaidia. Asante. Kwa shida yoyote, kisugue taratibu na kuomba. Itakupa kila kitu hapo hapo. Ila tu uweze kuomba kumfua mtu aliyekufa. Cha msingi kuheshimu wazazi wako, walimu wako na kuwa na heshima. Sawa? Ndio, nimekuelewa. Hakikisha kwamba ili watu wabaya wasije kunyang'anya. Hivi nilichoshuhudia ni ndoto au kweli? Hebu ngoja nijaribu kusugua kuomba chakula. Toka asubuhi mpaka sasa hivi sijakula chochote. Pete, naomba chai, chapati na maandazi. Toka jana sijala. Wewe unataka kwenda shule? Sasa sheria ya wewe kwenda shule mundani ni hii. Kwanza hizo nguo zifue. Tena uzifue zitakate. Unifanyia usafi hapa, upange kila kitu kuanzia hapa mpaka jikoni mpaka ndani udeki. Unipikie chai uniwekee pale iwe safi. Unaiona ile gari? Ile gari nataka uisafishe ing'ae mpaka mimi nikienda pale sura yangu niwe naiona hivi. Alafu maua yangu yameanza kunyauka. Naomba uanze kumwagilia kuanzia hapa kuzunguka nyumba nzima mpaka kule. Ukishamaliza hapo, wewe sasa njia ya shuleni utaiona. Sawa? Sawa, nimekuelewa. Nitafanya kazi zote ulizoniagiza.
Lete. Mimi naingia ndani. Nikirudi nikute umefanya kazi zote alizoniagiza mama ili niwahi shule. Leo nimemkomesha sana Jamila. Yaani akishamaliza ile manguo, sijui kama atapata muda kwenda shule. Nina imani itakuwa imeshafika saa 6 mchana. Na kesho mtindo ni ule ule. Namudikia miji nguo, iwe michafu, iwe misafi, alimradi tu nihakikishe apate muda kwenda shule. Chokolato kalini akasoma. Ingia ndani. Mama, nimeshamaliza kazi zote. Twende ukakague. Tunataniana siku hizi? Hapana. Wewe umemaliza kazi zote nilizokupa mimi, wewe umekuwa robot wewe. Umezifanya fanyaje? Nimefanya kwa haraka ili niweze kwenda shule. Wewe ukinisumbua mimi nitoke hapa niende huko nje afu nikakute sivyo. Nafsi yako halali yangu. Twende huko. Wewe Matafa. Matafa. Hebu njoo. Mama. Hivi wewe ni nani aliyekuruhusu kumsaidia kazi Jamila? Kazi? Ndio. Jamila nimempa kazi ya kuosha vyombo, Jamila nimempa kazi ya kufua nguo, ya kuosha gari, ya kumwagilia maua, lakini katika dakika 10 Jamila kazi zote ameshazimaliza. Ni nani aliyemsaidia kama sio wewe na kielele chako? Hini. Alafu sikiliza. Usipobadilisha mwenendo wako, nitakufukuza kazi kama nilivyomfukuza mwenzio Sara. Ndio utakapojua mimi ni nani. Nini? Ndio nimeshasema. Unasema nini? Hilo hivyo. Tena mama,
Nakwambia kitu kimoja, tengua kauli yako hapo hapo. Haitenguki. Tengua hapo hapo. Hivi kwa kazi gani hasa kubwa hapa? Kazi gani hapa? Hiki kibarua hiki cha sekunde 2 tu hiki. Cha show time hiki. Ninachokwambia kitu kimoja mama. Mimi nina uwezo wa kuacha kazi hapa, nikajipa mwenye hofa. Nikaenda kufanya kazi sehemu nyingine. Huna jeuri wewe. Sasa wewe huna. Na kwa taarifa yako. Wewe unafikiri kila mfanyakazi wa ndani sifuri eh? Si wengine namba 1. Matafa. Dawa yako wewe inachemka. Dawa yako inachemka. Tajua. Na ikishachemka sasa, wewe ndo utakuwa kwanza kukunywesha. Na rasta zako utafikiri pweza alo paralyze. Huyu mama yako vipi huyu? Ajitia Bob Marley. Na kashanitoa stimu yangu ya usingizi. Sasa mwacha ajitie stimu ya Bob Marley. Nitakuja nimnyoe rasta zile. Jinga. Anko Matafa. Mimi naenda shule. Haya mama, nenda shule. Na ukienda huko huo unapata good tu eh? Haya. Nitamtia kipara na rasta zake hayo kama Rais Mugabe. Mwanamke vipi huyu? Mimi hata siku moja sijatiwa singi hata na marehemu babu yangu mzee Pwangu. Wewe mama wewe. Na rasta zako hivi. Pete, naomba niwaishe shule. Tumeshachelewa. Jamila, umefika saa ngapi? Nimekuja muda si mrefu. Hivi leo tunaanza Kiswahili au English? Tunaanza na Kiswahili. Siku zote nanunulia wewe chakula. Leo nitakununulia mimi. Ungependa chakula gani? Chips na kuku. Je, unaweza kununulia? Ndio, naweza kukununulia. Tena nitakununulia na kuku. Wewe vipi? Kwani umefanya? Uone kama mimi naangalia TV afu unabadilisha. Mnajiona nyinyi bora kuliko mimi eh? Kwani wewe umeshasahau kama sisi ni bora kuliko wewe? Au yaani umeshasahau kabisa kama ni chakula? Mbishege. Yaani wewe mjinga. Karibisha katika hii nyumba ndio ukafikiri wewe ni mtoto wa mzee Jabili. Yaani wewe kila siku unanifunga asali na kufunga 10. 10? Mimi ndo 30 kabisa. Unatoka nje hata chakula hivi utaona. Yaani leo. Au 20 kabisa. Unaona nishakufunga moja hilo. Yaani mimi leo hilo moja hilo. Yaani mimi nishindwe. Kama leo nitashinda mimi nitakuwa hapa kabisa. Naomba kiganja changu cha kulia kiwe na uwezo kama remote. Sasa mbona TV imezima? Wewe umeshazima wewe TV. Remote bovu. Hebu jaribu wewe. Sasa TV wenyewe mbovu. Naomba kibadilisha channel. Ije channel inaitaka mimi. Ai, umerudisha channel na hii halina akili. Mimi nitamani nilitoe shingo lako. Basi chukua wewe ubadilisha. Mimi sina akili. Umeshaharibu na tuko ni game. Nimeharibu nini? Remote yenyewe mbovu. Remote nitapiga mimi. Kama umeharibu ndo umeshaharibu. Tondoke. Haya, tutoke na wewe. Afu wewe niangalie. Pete wewe.
Pete, naomba unionyeshe begi langu lilipo. Mwanangu. Bema. Chokora Jamila leo nimemkomesha. Mkomesha nini tena mama? Nimechukua lifuko lake la madaftari nimeenda kulipiga moto huko nje. Yaani mama leo umefanya vizuri. Sasa tumuone kwa kimbele chake cha kwenda shule. Sasa atabeba madaftari mkononi. We nawe. Umerisi tabia zangu wewe. Kani silisi mama? Lisi. Mwanangu lisi bwana. Yule mwenzako na amezidi upole. Mama ameenda wapi leo? Kana huko kucheza. Kaanza tena baada kutoka nje. Tamuweza yule. Usipopata na mwingine mwenzio naye upole amezidi. Kitabu nakipenda hichi. Naomba nifungulie. Kama utaki. Naenda kujisomea ndani. Sasa kwa Mungu Kwa nini? Basi mimi nimemchomea moto madaftari yake na begi lake. Haya, mbona alipo pale? Kalibeba. Ngoja kwa yaani leo nimemkomesha leo. Hebu wewe nawe nyamazaga bwana wewe. Hivi wewe mtoto mwanga nini wewe? Kwa nini mpaka saa hizi bado hujalala? Unachokisema wewe hasa ni nini? Hebu lala huko. Kazi kunimalizia umeme tu. Pete, naomba unipe macho makali kama ya tochi ili niweze kujisomea. Sasa wewe unakuwa wakati Sikimbia atakucheka mwanangu atasema wewe mshamba. Aje.
Be. Wewe wanaenda Mikumi wale kuangalia wanyama wale, swala, simba, tembo. Wote walikwenda kuangalia wanyama wamekatwa. Sitaki. Kwa nini sasa utaki? Kwa sababu nina maswali magumu ya hesabu natakiwa kuyajibu. Kwa hivyo viswali vyako vigumu ndio vinakusababisha usiende kuangalia wanyama kama wenzio, si ndio? Ndio. Sawa. Sawa, sababu sijui unataka kwa kama mama Ana Makinda wewe. Lakini wenzio wanaenda kuangalia wanyama wale. Wanaenda. Haya. Kaendelee kuandika hizo hesabu zako. Anko Matafa. Usije ndani mara kwa mara, utanichanganya. Na kuchanganya? Ndio. Sawa mama Ana Makinda, nenda kamalizie mambo yako. Lakini Jamila. Abe. Ukishamaliza hesabu zako hizo kujaza vitu vyako, uje pale Chubingo tubadilishane mawazo Sawa. Mtoto sijui anataka kwa kweli huyu mama spika wa bunge mama Ana Makinda huyu. Kipata mtoto kama huyu mimi. Naomba univalishe nguo nzuri, viatu na miwani na saa. Halafu nipeleke walipokwenda mama Zamda na Zubeda. Naomba chupa. Naomba chupa. Naomba chupa. Naomba mfuniko. Sanje. Naomba mfuniko. Mfuniko huo. Sanje. Sanje. Achagua. Nyinyi mnataka kupanda? Watoto ni kila mkio nacho mnakitaka. Kila nitasema mama yenu ni bilionea jamani. Analinga afutana kama miwani mwenyewe hadi raha. Basi Zubeda ndo kafa mwanangu mie, jicho limemtoka maskini. Hamu yote ya Zui na kuisha.
Mambo poa. Nguo zako ni mzuri, yani namaanisha umependeza. Kupendeza ndo kawaida yangu. Unaitwa nani? Zubeda. Wewe na mwenzangu unaitwa nani? Naitwa Jamila. Jina lako ni zuri. Ningeomba tuunge urafiki. Sawa, lakini nimekataza kuwa na rafiki maskini. Mimi sio maskini. Mama! Mama! Hey. Eti si maskini. Wewe Zubeda nawe, kwani unaniuliza hivi? Huyu anaitwa Jamila, nimemuomba urafiki, amesema mimi ni maskini. Mwambie sisi sio maskini. Watoto bwana. Kwa nini familia yako imekataza usicheze na familia maskini? Kwa sababu wengi wao wanakuwa na roho mbaya. Ukiweza kuwa nao karibu, anaweza kukuambukiza tabia hiyo. Unayoongea mwanangu ni ya kweli. Hebu nikuulize, umekuja na nani? Nimekuja na dereva leo niendeshe. Umependeza mwenyewe. Asante. Muda umekwenda. Kwa hiyo tutaonana siku nyingine. Kwa hiyo waga unakuja hapa mara kwa mara? Ndiyo. Eneo hili ni la baba yangu. Alafu nyinyi ndio mlikuwa mnang'ang'ania, na sisi tupandisha yule mdudu, tupandisha yule mnyama. Huyu mwenzenu mali ya baba yake ile. Simeshamsikia? Sisi huku tumeingia, tumelipa hela, tumekuja kumlipa huyu mtoto kwa sababu ni ya baba yake. Alafu nyinyi mnalilia kupanda. Haya, kwanza tufanyege tuende nyumbani. Hapa naja. Tenda kula nyumbani, nitakuta mfanya kazi wetu ameshatupikia hiyo. Pete. Leo mama ameniagiza nipike chakula. Kwa hiyo naomba uniletee chakula kizuri. Rafiki leo kajitahidi. Wewe sahani yako. Chukua sahani yako. Ashika na wewe. Jamila, leo nimekuita hapa kuja kula na sisi. Nataka ushuhudie mwenyewe wale na wenzako huko tulikoenda. Zibada mwanangu, hebu mhadithi. Nimewaona wanyama wengi. Na hivyo hapa nimempata rafiki anaitwa Jamila. Ila sio wewe. Na Jamila huyo hata mimi nimemuona. Anafanana kabisa na wewe. Lakini tofauti yake, mwenzako msafi, wewe mchafu. Na mwenzako mtoto wa tajiri, mwenzangu na mimi mtoto wa mtaani. Hicho tu ndio mnachotofautiana. Baba yake Jamila ndiye anamiliki eneo la kufuga wanyama. Kwa siku nyingine tukienda tunaingia bure atoe taila. Ongeleni kwa kupata rafiki anatoka katika familia ya kitajiri. Unaona? Yaani maneno yake yanaonyesha kabisa kwamba ana chuki na wivu juu ya watoto wangu. Wewe binadamu gani usiokuwa na utu? Yaani Zubeda kupata tu rafiki anaitwa Jamila, wewe roho inakuuma. Utabaki hivyo hivyo na roho yako mbaya hii. Na ndio maana Jamila akasema hivi hataki kucheza na marafiki maskini kwa sababu mna roho mbaya. Ndio. Baba huyo. Mama baba huyo.
vyuku sasa. Vyuku mwanzo mwisho. Mheshimiwa. Mwendo wa vyuku sasa. Jamani. Namna. Hatari wewe mtu. Niliwamiss kweli na mji wenu wa Dar es Salaam, joto, foleni kila mahali. Sasa huko mmetuletea zawadi gani? Zawadi tena? Hilo sio la kuuliza. Zimejaa au zawadi, sijui nini, vitu vyote nimewaletea. Na baridi ya Arusha nimekusanya nimewaletea. We, yani raha tu. Umekutana na wale watu wale ambao nani? Yule kijana yule anakuwa kwenye redio yule. Wale bwana vijana wenye nywele vyao vimejaa wale. Baba. Waji vituko, wazee wanako tunako. Na yule mwenzie yule. Kale kadogo kafupi. Kale kamwala kadogo. Dogo janja yule. Huyo. Hivi wale ni watu kweli? Watu wale. Ni watu wa kawaida kama wewe na mimi tu. We. Isipokuwa wao wasanii tu, wanaimba, wanafurahisha mashabiki basi. Jamani mimi ningemuona huyo. Dogo janja. Kana ongea sana. Hapo vile vile. Wale yote niweka. Nibebe nini tena? Hapa kuna begi, vingine tutatoa baadaye kwenye buti. Sawa. Ngoja waone ndani kwanza. Acha mmetunyima nini huko tena? Baridi tu. We. Baridi tu. Anafaidia wajinga. Yaani bosi wangu umenifurahisha, unaniambia umewaona wale? Yaani bosi umenifurahisha ulivyoniambia umewaona wale? Bosi wangu unataka kuniambia wale watu kabisa. Ni binadamu wa kawaida kama nilivyokueleza. Labda kinachozidi kwao ni hiyo kuwa na fani tu, wanaimba muziki majukwaani, wa mashabiki wanafurahi, wanapata pesa, kipato chao kinatokana na muziki. Yaani hivyo tu. Basi, si zaidi ya hapo. Yaani jamani watu hawa. Kwa hiyo watu kabisa. Ni binadamu kabisa. Haya bwana. Haya. Siku moja nitakuchukua nawe ukacheze, ukawaone, ukafurahi nao pamoja. Nitafaidi wewe. Mtajidaije? Haya. Hello wenyewe. Jamani zawadi zinaisha huku. Hello my sweetheart. Nimefurahia kukuona. Halafu imekuwa bahati umekuwa wa kwanza kujitokeza. Niambie. Mama amelala, amepumzika? Ameenda mjini. Amekwenda mjini. Aha. Sawa. Na ndugu zako Zubeda na Zamda? Wameenda tuition. Wamekwenda tuition? Ndiyo. Haya, hebu njoo kwanza. My lovely daughter. Hebu niambie. Kwa nini wewe haujaenda tuition kama wenzako? Sihitaji kwenda tuition. Kwa sababu ninachofundishwa shuleni kinanitosha. Aha, kwa hiyo unachofundishwa shuleni kinakutosha. Ndiyo. Uko vizuri kabisa. Sawa, na hebu nidokeze. Mmeishi vipi na mama wakati sipo? Amekupenda? Alikujali? Uliishi kwa furaha? Kawaida. Maisha sio mabaya wala sio mazuri. Sawa, twende ndani. Kwa nini baba ameniuliza swali kama lile? Amegundua nini? Nani amemwambia kama mimi ninateswa au kunyanyaswa? Mama amekwenda wapi? Maswali yote ninayojiuliza sina majibu yake. Cha muhimu ni kujua mama iko wapi hivi sasa.
Pete, naomba unionyeshe mama yuko wapi na anafanya nini. Dawa nilizokupa zimeharibika. Mganga, usiniletee mbwembwe. Zimeharibika, kazi haribu nani? Ile nyumba ina zindiko. Pale ulipoenda kuchimbia ile dawa, kuna zindiko ndilo liloharibu zile dawa. Sasa wewe utanisaidiaje mimi? Kabla ya kusaidia, mumeo karudi. Amerudi? Mbona amerudi ghafla bila taarifa? Kuna tatizo gani? Yule kijakazi wako Sala ule mfukuza ndiye alimpigia simu mumeo na Jamila kamweleza kila kitu. Na ndio mimi nilijua swala kama hili litakuja kujitokeza. Nilijua tu. Sasa nasema hivi, huyu Sara, huyu Jamila, mimi nataka wote wafe. Potelea mbali, kama ni dhambi ni mimi na Mungu wangu. Usala mwepesi sana. Sala mwepesi sana chini ya jua. Ila huyu Jamila, sijui kuna kitu gani kinachomlinda. Mganga, Jamila mtoto mdogo atalindwa na nini? Na Jamila mwenye jinsi alivyolivyo. Sasa nataka kuniambia kwamba hii kazi imekushinda. Mimi nitakusega, mimi nitakusega. Sishindi lakini chochote chini ya jua. Mtoto mdogo kama yule anishinde. Ngoja nikusanye mambo yangu hapa. Niaweke vizuri. Nikipiga na kama nikimkosa basi akachinja mbuzi. Twende tufanye kazi basi. Shika hiki kisu. Hiki kisu nakupa. Umeona ya maji? Kwenye haya maji tutoka sura Sala au Jamila. Wa kwanza tukayemwona kwenye haya maji unachoma kwa nguvu. Utakapoona maji yamebadilika kuwa mekundu, ujue mbaya wako tayari tushamuua. Na kama maji haya yatabadilika kuwa mekundu, mbaya wako utakuwa hujamuua bado. Sasa tutafanya na ni kukaa na kusubiri kubadilisha tiba. Kuangalia tu. Pete, naomba akitazama kwenye maji aone sura za watoto wake. Mbona una sura za wanangu ndani? Zubeda na Zamda. Sura za wanangu? Utoka umekaa sehemu mbali. Jonko na huko. Toka hujamuua bado. Sasa tutafanyaje? Na ni kukaa na kusubiri kubadilisha tiba. Toka huko. Usiwahi. Mganga kutumia maipita mbele. Choma kwa nguvu sasa. Choma. Mganga, naiona sura yako. Sura yangu mimi? Nishaona mtoto anataka kunichezea. Wakitaka kubadilisha dawa, itokee fimbo na kuanza kuwachapa na kuwafukuza kila wanavyokimbia. Ila dawa yake. Njoo. Zamda na mwenzako Zubeda, hivi mnafahamu kuwa nyumba iliyojaa amani na upendo huwa imebarikiwa na Mungu? Ndio tunajua. Na kinyume chake, nyumba iliyojaa chuki na ikakosa amani na upendo huwa inakosa baraka kwa Mungu. Mnafahamu? Ndio. Vema sana. Sasa kama mnafahamu, ni kwa nini mna chuki na mwenzenu Jamila? Akia Mungu baba, si atumchukie huyo Jamila, Mungu. Wewe Zamda wewe. Wewe kwa nini unaogopi Mungu wewe? Hivi unafikiri Mungu ni kama kitu cha kuchezea chezea tu kama hivyo vitoe vyenu mnavyochezea? Kitu unafanya alafu unakataa hivi live. Sasa binadamu gani wewe? Au kishetani kitoto? Baba. Ukimsikiliza Jamila na Mkumatafa, nyumba nzima utachukia. Nini?
Hapana, mimi sio namsikiliza tu Anko Matafa na Mzaki Jamila. Lakini ninaona yani ninaona kuna dalili za kutosha kabisa kwamba kuna chuki ipo katika nyumba hii na upendo na amani umekosekana. Wewe baba ni muongo, sasa tumchukii. Hebu nyamaza alafu. Kwa sababu kusema kwako tu huyu Jamila ni muongo ina maana hapo kuna dalili zote za chuki. Alafu sio vizuri. Sio vizuri kabisa kwa sababu nyinyi ni watoto wema. Watoto wema wanakuwa na mapenzi, wanakuwa na upendo kwa wenzao. Hello. Mzee hujatuona au? Njoo huko. Ulikuwa wapi? Ninaongea na wewe, ulikuwa wapi? Nilienda kwa mganga. Ulikwenda kwa mganga? Ulifuata nini kwa mganga? Ulifuata nini kwa mganga? Nilienda kutafuta dawa kwa ajili ya kupata mtoto. Yaani mtu mzima kuongopa mbele ya watoto, hata uoni aibu, uoni haya wewe. Yaani uliyetoka kwa mganga, unarudi hapo unaonekana wazi na dalili kama umetoka kupigwa. Na unaonekana umetoka kulia, macho yako ni mekundu. Alafu unadanganya hata mbele ya watoto. Yaani mtu aliyezoea uongo ni uongo kila siku tu. Ninaomba useme ulikuwa wapi? Naomba tueleze kweli, ulikuwa wapi? Na kwa nini upigwe? Kwa nini utoke damu? Kwa nini alama za kupigwa? Mimi nimetoka kwa mganga, aliyenipiga ndio jinamizi, sijui shetani. Aliyenifanya mimi nikose kupata mtoto. Pete, naomba umwadhibu mama mpaka aseme ukweli. Unajua unatuchanganya, unataka kusema nini? Kwa mganga sio kutafuta dawa ya mtoto. Ai. Nenda kutafuta dawa ya kufanya wewe chini ya himaya yangu. Yaani uniweke mimi chini ya himaya yako? Na kila nitakachosema unisikilize. Hata kama kikiwa kibaya, kikiwa kizuri, unisikilize. Mimi siwezi kukusamehe wewe mpaka ueleze sababu kuu hasa. Kwa sababu kipo kitu lazima. Sababu kuu iliyokuamrisha wewe kwenda kwa mganga. Yaani hicho kitu cha ziada. Kwa sababu ulikosa nini katika nyumba yako? Kitu gani umekosa hapa? Hebu elezea. Na nitaka mateso ambayo unamfanyia Jamila wao yafurahie, usichukie. Na nitaka kuambia tu mfukuze humu ndani, unikubalie usikatae. Kumbe ninaishi na shetani humu ndani. Tena huyu mwenye mguu mmoja kabisa. Jinamizi. Amekukosea nini? Binti mdogo kabisa. Hali hata kilo moja kwa siku. Ana kitu gani? Hana nacho kitu Maajabu ya ulimwengu. Mama, mbona kumwambia kama ulitaka kunioa mimi na Sara? Mungu, mama hawezi kukuoa wewe na Sara. Kelele, siongei na wewe. Mama, hivi kwa nini ulifikia kiasi cha kutaka kuniua? Kosa langu ni kukaa hapa au kumuita boss Jabir baba? Kumuita baba ile maana kwamba nitakuwa mlisi wa boss Jabir. Nilichotaka kutoka kwenu ni kunisaidia
kuweza kupata elimu itakayonisaidia katika maisha yangu. Mambo mangapi mabaya walionifanyia, yote sikutaka kumweleza bosi Jabili, nikihofia kuvunja ndoa yenu. Ulininyima chakula, ulinipiga bila kosa lolote, ulinitumikisha kazi kama punda, lakini yote niliyavumilia. Jamila, hivi hebu nieleze, ulijuaje kwamba mamako huyu pamoja na kisirani chake na mabaya yake haya alikwenda kwa mganga ili kukuua wewe na Sara? Nilikuwa uani nikitafakari kile ulichoniuliza. Na ndio mimi nilijua swala kama hili litakuja kujitokeza. Nilijua tu. Sasa nasema hivi, huyu Sara, huyu Jamila, mimi nataka wote wafe. Potelea mbali, kama ni dhambi ni mimi na Mungu wangu. Huyu Mama, nilichoongea ni uongo au ukweli? Mimi naongea ukweli. Jamila, mimi ni binadamu. Naomba nisamehe. Nisamehe Jamila, mimi nimekosea. Naomba nisamehe. Mimi nishakusamehe, sina kinyongo na mtu. Kweli? Asante. Asante Jamila. Mume wangu nimekukosea. Nimekukosea wewe. Nimemkosea mwanao Jamila. Nimewakosea ni wote. Nimemkosea na Mungu wangu. Naomba unisamehe. Naomba mnisamehe wanangu. Matafa, naomba unisamehe mimi. Basi kwa unaniambia mikada yangu inachemka. Nilikwambia mimi kwamba mimi nitakunywesha wewe kabla wewe kuninywesha mimi. Sasa naanza kukunywesha kikombe cha kwanza. Yaani mimi kwa upande wangu siwezi kukusamehe wewe mpaka nijue tatizo ni nini ukamchukia kiumbe huyu wa Mungu. Mtoto mdogo sana huyu kama watoto wako tu. Ipi sababu kuu hasa ikakutoa imani na kufanya na kama vile mja wa motoni? Yaani sielewi mimi. Yaani sababu yako kuu yani. Umenisikitisha sana mimi. Jamila, mimi sikumpenda toka siku ya kwanza ulipomleta humu ndani. Nilipomwona tu Jamila, nilisikia hasira iliyokuwa inatoka ndani ya moyo wangu. Na mbaya zaidi, baada ya kujua kwamba Jamila ni mwanao, ni damu yako, hasira zangu kwake ziliongezeka. Nilizidi kumchukia. Na ndio maana yote yakatokea. Damu yangu? Ndio, Jamila ni mwanao. Jamila ni damu yako. Mbona unazidi kuongeza mambo ambayo hatuelewi? Yaani kwa nini siku unaifanya na kwa hivi? Yaani unanithibitishiaje mimi au yaani mbona unaongea mambo ambayo hayaeleweki? Jamila mimi ni mtoto wangu kivipi? Mimi sijui hata nianze vipi kukuelezea. Nashindwa jinsi ya kukuelezea. Kama huwezi kuongea basi Pete taongea ukweli. Bora. Bora. Pete, naomba ongea ukweli juu ya swala hili. Kila mtu asikie. Sauda. Abe dada. Nafahamu fika kwamba unatembea na mume wangu. Na hapo ulipo una ujauzito wake. Hivyo nataka uwe mbali naye. Vinginevyo nitakuja kukufanya kitu kibaya ambacho hutokisahau maishani mwako. Aliyekwambia kuwa mimi nimetembea na mume wako na pia nina ujauzito wake ni nani? Nimeambiwa na mganga. Mume wangu
ametembea na wewe ili apate mtoto wa kurithi mali zake. Nadhani mpaka hapo umenielewa. Hivyo basi, nahitaji uwe mbali naye, vinginevyo utakuja kuniona mibaya. Na ningeweza kukuumiza, ila kwa sababu najua Mr. Jabir ndiye aliyekushawishi wewe kutembea naye, na ndio maana nimekueleza hivi kirafiki. Huna haja ya kuogopa endapo tu utafuata hichi ninachokueleza. Lakini ukijifanya mjanja, maisha yako yatakuwa mashakani. Sitakuwa karibu naye. Hata hivyo hajui kama mimi nina ujauzito wake. Yes. Na nataka aendelee kutokujua kwamba wewe ni mjamzito, ili mimi na yeye tupate uchungu wa kutokuwa na mtoto. Unaweza kwenda. Kuanzia hii leo sitaki kukuona nyumbani kwangu na hata haya maeneo. Sawa? Dada, naomba nisamee. Nitaenda wapi? Sihitaji kukusamee mtu kama wewe. Dada, na ndio maana nimeongea naye kirafiki. Ama kweli Mungu ni wa ajabu sana. Yaani binti aliyekimbilia kwenye gari langu kwa ajili tu ya kuweza kuunusuru mkate wake, kuinusuru riski yake, huku akiwakimbia vijana wenzake ambao wanataka kumnyang'anya huo mkate aliofanya kuwa ndio mle wako wa siku ile. Leo kumbe anaenda anakuwa binti yangu, damu yangu. Mungu nakushukuru sana. Wewe ni mwingi wa rehema, una mengi miujiza na mengi maajabu. Tukuache tu Mungu we Mungu. Mungu mkubwa. Mwanadamu anaweza kufanya mambo mengi sana, lakini Mungu anabaki kwa Mungu. Hey. Mwanangu, Jamila. Hebu njoo karibu yangu. Mungu tukuache tu. Nakushukuru sana kwa muujiza huu ulionifanyia, kwa sababu sikutegemea jambo hili kunitokea. Sikutegemea huyu angekuwa ni binti yangu. Nakushukuru sana Mungu wangu. Nakushukuru kwa kila jambo na neema yako. Mwanangu, hebu nieleze, pete hiyo ya ajabu ambayo umekuwa ukiitumia, wewe umeipata wapi? Kwa sababu mimi baba yako sina asili nayo. Nimeokota kwenye shimo mama aloniagiza nichimbe. Katika hilo shimo ndio ukaipata hiyo pete? Ndio. Hilo shimo ulikuwa unataka kufukia nini? Unataka kulitumia kwa ajili ya kazi gani? Kuweka ile dawa ambayo nilichukua kwa mganga ya kukufanya wewe chini ya himaya yangu. Ama kweli makubwa haya. Hivi mimi nikiwa chini yako wewe utapata faida gani?
Ni faida gani utaipata mimi kuwa chini yako? Hebu angalia sura yake. Yaani mimi sijui kwa nini kila mwanamke anempata anakuwa na maajabu ya kipekee yake. Sasa sielewe huyu pamoja na Zuena nani ambaye ni bingwa au ushirikina. Sijui sasa. Huyu mkali. Huyu kamfunika Zuena huyu. Tena huyu ni zaidi ya Zuena baba. Huyu Jakamoyo. Kweli Jakamoyo? Huyu hatari bwana. Huyu kamfunika Zuena. Jabiri mume wangu, kama kulia nimelia sana, kusononeka nimesononeka sana, na kuhuzunika nimehuzunika sana, lakini bado nakuomba msamaha. Naomba unisamehe. Ninaahidi kubadilika, nitakuwa mke mwema, nitampenda Jamila kama ninavyowapenda watoto wangu wengine, na kudhirishia hilo. Mimi kwanza sasa nitaanza hata kuswali. Jamila, najua nimekutendea mambo mengi mabaya sana ambayo binadamu wa kawaida hawezi kuyafanya, na kuyahesabu siwezi, ni mengi mno, lakini naomba unisamehe. Jamila, naomba unisamehe. Tena uishi hapo hapo. Uishi hapo hapo. Jamila mama, huyu usimsamehe kamwe. Huyu. Hivi unakumbuka Jamila kwamba huyu ndio alikuwa akikupiga wewe na anakuburuza buruza wewe? Si ndio huyu? Huyu si ndio anakuzuia wewe kwenda shule? Na huyu si ndio alikuwa kufanyisha kazi kama punda huyu? Umesahau leo? Hivi mara ya mwisho ulisahau alivyotoka na vile vitoto vyake vile akatoka na vile wanaenda Mikumi kuangalia wanyama, si ndio huyu? Au umemsahau? Sijasahau, nakumbuka. Ila hata na mimi nilienda. Wewe ulikwenda, acha uongo je. Wewe walikuacha pale ukao umefungwa ndani kama kuku mle ndani, wewe ukajitia unajisomea hisabati. So wewe umeenda kwa muda gani? Mimi nilikuwa getini pale. Na wewe ulikwenda kuangalia wanyama? Na mimi nilikwenda. Sasa wewe jishaue, huyu jini huyu akishabadilika huko anakuja kujifanya kwa malaika. Sasa mwache aje akuchome kwa mara ya pili. Sasa hivi anakuwa roboti. Mwanzo kaja kijini, sasa hivi anakuja kiroboti huyu. Sasa mwache jinga wako na wewe. Nyaka huko. Pete, naomba nivalishe mavazi kama nimevaa siku tulipoenda kuangalia wanyama. Mama, Zubeda na Zamdam kumwona mtoto amevaa kama hivyo? Tumemuona. Kabla sijapata pete mlikuwa mnanitesa sana, lakini baada ya kupata pete maisha ni haya mustarehe. Baba, naomba umsamehe mama, ila nami na ombi langu moja. Ndio mama, ombi gani? Niambie tu. Yaani hapa wewe niambie chochote, mimi nakubali tu. Nakubali mwanangu. Umeteseka sana unajua? Kwa vile Zamda na Zubeda anaishi maisha ya furaha kwa kuwa na mama anayewapenda kwa dhati. Na mimi naomba ungenitafutia mama anayenipenda kwa dhati. Sawa. Sawa. Mama, hilo unajua hilo sio tatizo. Yaani kabisa, kwa sababu nafasi hiyo ninayo. Na uwezo wa kufanya hivyo pia ninao. Hata dini yangu inaniruhusu. Lakini mama, wasiwasi wangu ni kuwa karne hii ya 21 wanawake wale ambao wanapendeka na nikimuoa kumleta kwako, labda kama atakupenda, ni wakubahatisha sana. Labda kama ungeongea ushauri mwingine. Yupo anayenipenda na kunijali kwa dhati. Kama ukikubali nitamleta ili muone. Mlete tu. Mlete. Haya basi sawa. Sara. Nzuri Sara. Kawa kibonge. Jamani. Shikamoo bosi. Marhaba Sara. Habari ya siku nyingi? Nzuri.
Jamila, ujambo? Jambo. Dada, shikamoo. Marahaba, ujambo? Sijambo. Baba. Ndio mwanangu. Mwanamke mwenyewe ndo dada Sara. We. Jamila, unaonifanyia ni unyama ambao yani hata niliokufanyia mimi ni mdogo. Yani ni ubinafsi mkubwa sana. Unamwambiaje mwanangu? Ninaomba funga mdomo wako. Huwezi kumnyanyasa mwanangu na kuongea maneno hayo mimi nikiwepo. Yaani yote yalopita nyuma, kama ningekuwepo usingesubutu kumfanyia hivi vitendo vya ajabu mwanangu. Huyu ni mtoto, ni binadamu huyu, anastahili kupata matunzo mazuri. Vipi unamnyanyasa? Tena unyamaze kabisa. Mwanangu. Kwa hiyo Sara ndo anafaa kwa mama yako. Ndiyo. Alikupenda, alikutunza, alikuonyesha kukujali. Ndiyo. Kaa mwanangu. Hebu pumzika mwanangu. Mimi nakupenda sana. Sara, ni siku nyingi zimepita hatujakutana. Lakini mwanangu amekupenda sana. Ameona kuwa wewe unastahili sasa kuwa mama yake. Yaani mke wangu mimi badala ya huyu mama. Umenielewa sijui? Ninaomba ukubali ombi langu kwa sababu sitaki mwanangu kauli yake ianguke. Sasa jamani, inawezekanaje mimi nikaolewa na bosi wangu? Hayo ni ya kawaida. Unachotakiwa kufanya ni kubalie ili nianze utaratibu wa kuonana na wazazi wako, nipange nao ili jambo la heri lipite. Bas. Hili ni jambo la heri. Bas. Jambo la Mwenyezi Mungu. Tulia. Tulia Skevin. Kwa sababu ulimpenda na kumjali na kuona kuwa huyu naye ni binadamu. Binadamu anastahili kujaliwa, kupendwa, kuthaminiwa. Umeona? Hebu kubali mama, kubali. Kubali mama. Hebu samahani, naomba kwanza nyote na mnisikilize vizuri. Ndiyo. Mnisikilize na iwaingie akilini na mnielewe. Mama. Mama Zamda. Mama, si unaitwa wewe? Ninaongea na wewe, unanisikia? Vizuri kama unanisikia. Unarudi nyumbani kwenu kwa kipindi cha miezi 9. Nakupa hiyo miezi 9 ya likizo ya ndoa. Sitaki, naomba sikilize. Nakupa likizo ya miezi 9 ya ndoa. Urudi nyumbani kwenu, wewe na binti zako. Halafu utakapoona kuwa sasa unastahili kuwa mke wangu, unastahili kuwa mama wa huyu mtoto, ukimtunza na kumjali, tutafikiria namna ya kukurudia ili uwe mke wangu tena. Lakini hata hiyo miezi 9 yenyewe unampa naona kama vile bado midogo. Huyu atajirekebisha miezi 9 huyu kweli huyu? Alafu haya kuhusu. Sasa mimi nikienda kule na anatenda kunitunza. Atenda kunitunza nani? Ninaomba, hey. Sitaki maneno mengi. Ninaomba amka, chukua watoto, uende nyumbani. Nyinyi watoto. Mtanisamehe watoto wazuri Ninaomba mwende na mama nyumbani kwa sababu hamwezi kukaa hapa tena na sisi. Hata dini wala haipendi Mungu. Hiki kibonge ndio kijeuri hiki. Kijeuri hiki ndio kinamlisi kabisa mamake. Sheria za ndoa, sheria za nini tutajua huko. Ni sawa, lakini ukapumzike na roho yako mbaya isiyostahili. Naomba uende nyumbani, sitaki maneno mengi. Sawa. Jamani, haya njoo kae na mwenzio kubwa. Kama ongea na mtoto wenu. Napenda mwanangu. Mama mwenye nyumba. Kibonge. Nyumba imekuwa nyepesi. Jamani, poleni sana. Tuliishi na shetani ndani ya nyumba. Sana. Binti yangu ameteseka kweli. Finally Mungu anakuleta katika neema. Lakini jamani, Mungu kweli ni mtu wa ajabu. Uliona kama haiwezekani? Sikuamini kama naweza nikaolewa na bosi wangu. Ibilisi hana nguvu mbele ya ukweli. Hana nguvu mbele ya Mungu. Hata ingetokeaje. Yote hiyo kazi ya nani? Jamila. Ya pete. Ingeipata nini hiyo? Ningeomba niwe Ulaya. Acha tu na wewe.
Wewe haiwezi kuacha. Huyo kipaji kabisa kutoka kwenye damu. Anatakiwa kuwa mchekeshaji unajua huyo. Ni na? Tukale. Umeandaa chakula? Nitendeni tu. Mambo ya nini? Tende mwana, tende. Mama huyu jamani. Mama mwenye nyumba mwenyewe sala. Mama. Suna hapa peupe kote hakuna kitu jamani. Tunafanyaje? Jamii una makusudi wewe. Hivi mama, kwa nini tusiende outing just for dinner tu kwa ajili ya usiku huu? Ili pia umfreshe mama na wewe mwenyewe. Maana unajua leo ni siku maalum. Machani labda na maana yake. Leo nataka niape ofa. Wanataka kutupatia ofa. Haya. Pete naomba chakula kizuri atachokipenda. Jamii na wewe. Ndio maana mimi kipua changu kwa sikia kama kina sheki hivi. Kumbe vitu vinakaribia. Kilichobaki sasa watu hapa ni kula, tubambe na tusherekee. Wanangu nashukuru sana. Umeonja ni chakula kweli? Wewe hiyo pete yako kweli mtu unalala njaa hiyo. Ya kwanza nionje kabisa kama hiki kitu original. Kunywa au vipi? Yako tuweka plastic surgery hapo. Original. Kunywa. Kunywa. Hata kesho mama pilau na nani? Nyama choma. Siku moja naweza nikalala nikajikuta niko Ulaya. Nimepelekwa tu. Na mwanao. Nakupenda mwanangu, nakupenda sana. You are my everything. Jamani. I love you. Pete tu. Nikuwekee? Yes. Yeah. Umekuja na nguo nzuri. Yeah. Awe kama nyewe bwana. Siku moja na mimi mkebe.